Ya, karibu tena katika kipindi bora kabisa kipendacho, kipindi cha Grace na Asili Yangu, kinaletwa kwako kwa udhamini mkubwa wa Grace Products Limited. Langu jina Dr. Elizabeth, ni mkurugenzi wa Grace Products Limited. Inawezekana usijue kipindi hiki kinahusiana na nini. Kumbuka kwamba kipindi hiki kinahusiana na masuala mazima ya urembo. Na urembo gani ni upi huo? Urembo wa kutumia vipodozi vya asili, vipodozi vya Grace, kama sabuni ambayo inaitwa Zoazoa manjano soap, tuna Zoazoa aloe vera soap, tuna Zoazoa honey soap, lakini pia tuna shampoo, Grace Herbal Shampoo and Conditioner. Shampoo hii ni 2 in 1. Ukitumia shampoo hii basi itafanya nywele zako zionekane nyororo, zenye mvuto, zinanyambulika, na hata wale ambao wanasumbuliwa na muda kwa muda mrefu, labda umehangaika kutumia shampoo hii, lakini kiboko kabisa shampoo ni shampoo ambayo imetengenezwa na Grace. Lakini pia tuna lotion ambayo ni nzuri kwa ngozi. Lotion ya Grace organic lotion aina garlic and honey, na Grace organic lotion aina ya Zoazoa. Lakini pia tuna mafuta ya nywele pamoja na mwili ambayo yanaitwa Grace Avocado Hair and Body Gardener. Pia tuna mafuta ya watoto ambayo yanaitwa Grace Organic My Baby Gardener. Ukitumia mafuta haya kwa mtoto wako utampenda, yatamfanya mtoto wako asiweze pia kupatwa na maambukizi nyemelezi ya ngozi, lakini pia atamfanya mtoto wako awe comfortable, awe soft, awe mtoto mwenye mvuto. Yani kila atakayemwona mtoto wako hakuna ambaye hatotaka kumbeba. Na vipodozi vingine vingi ambavyo vinatengenezwa na kampuni ya Grace Products. Kiofisi tunapatikana pale Segerea Mwisho, ghorofa ya kwanza. Ukiwa pale Segerea Mwisho tunatazamana na geti la kutokea madaladala. Mbele yako utaona kuna ghorofa la vioo, tuko ghorofa ya kwanza. Lakini pia vipodozi hivi vinapatikana katika maduka yote ya vipodozi, kwenye supermarkets, kwenye pharmacy, maduka ya mangi, yani duka lolote tutakalokutana nalo mbele yako unaweza kuulizia na ukajipatia vipodozi hivi. Pale ofisini huwa tunakuepo kuanzia saa 2 za asubuhi mpaka saa 2 za usiku, isipokuwa siku ya Jumanne tu ndio huwa tunakuaga mapumziko. Lakini pia unaweza kutembelea katika mitandao yetu ya kijamii, andika tu Grace Vipodozi. Instagram utatupata hapo kwenye Grace Vipodozi, na Facebook pia utatupata hapo. Lakini pia Instagram unaweza kutupata, andika tu official_Grace_products, tupate break fupi. Zoazoa is the way to go. Zoazoa Family inakuletea promotion ya bidhaa zao katika ujazo mpya kwa bei nafuu kabisa. Mini Zoazoa soap zipo kwenye bei ya promotion katika ujazo wa gram 40 kwa bei ya shilingi 500 tu. Ni sabuni za asili zinazosaidia kuondoa chunusi, mba, mapunye, utangotango, muwasho na kuifanya ngozi yako kuwa laini na yenye afya bora. Grace Organic Lotion, Garlic and Honey na Grace Zoazoa Lotion zimetengenezwa kwa kutumia matunda, mafuta ya asili na mazao ya nyuki. Inasaidia kwa wale walioathirika na viambato sumu, mba, chunusi, magaga, utangotango, ukurutu, fungus, harufu mbaya ya kikwapa, kuifanya ngozi yako iwe na nguvu na afya bora. Zinapatikana kwa ujazo wa mililita 200 kwa shilingi 2500 tu, na mililita 100 kwa shilingi 1500 tu. Kwa mawasiliano piga simu namba 0758 999 993 na 0782 80 57 77. Barua pepe info@graceproducttz.com. YouTube, Facebook na Instagram Grace Vipodozi, na akaunti nyingine ya Instagram official_Grace_products. Jipatie sasa bidhaa za Zoazoa kwa bei ya punguzo zenye ujazo mpya kwa ajili ya kila Mtanzania. Zoazoa is the way to go. Zoazoa is the way to go. Tumerudi tena kipindi 1, ni kipindi cha Grace na Asili Yangu. Tuko hapa kwa udhamini mkubwa kabisa wa Grace Products. Asante sana Grace Products kwa kuweza kuwa nasi, na naamini kwamba utakuwa nasi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka pale tutakapofikia tamati. Nimetembelewa na shuhuda yuko mbele yangu hapa. Unajua bwana, shuhuda huwa inajenga, shuhuda inaponya, shuhuda inabariki, shuhuda inafungua. Ukiona wewe utembelewi na mgeni, ndugu yangu, unatakiwa ukajiulize mara mbili, kwa nini sipati wageni? Lakini kipindi cha Grace na Asili Yangu kimekuwa kitembelewa na wageni mbali baada ya kuwa wametumia vipodozi vya asili ambavyo vimetengenezwa na Grace na wamepata mafanikio, wamepata matokeo. Huenda mtu aliumia akatumia viambato sumu, lakini vikamu
ikamuumiza, lakini mwisho wa siku wakaona no, acha nikatumie vipodozi vya asili. Lakini leo wamekuwa na zile shukrani na kuona kwamba si vyema, kwa nini na sisi tusiende kushuhudia kama dada yetu, ndugu yetu, dokta wetu, Dr. Elizabeth, yeye alitumia viambato sumu lakini toa shuhuda na hatimaye leo watu wamepona kupitia shuhuda zangu, na wao pia wameona ni vizuri zaidi wakaja katika kipindi hiki kwa sababu wameona matokeo mazuri kwenye ngozi zao. Na leo niko na mgeni wangu, naye yuko hapa mbele yangu, atajieleza jina lake, ametokea wapi, na zeni baada ya hapo tutaanza sasa kusogoa kuhusiana na vipodozi vya Grace. Si ndio mami? Basi mtazamani wa kipindi cha Grace na Asili Yangu, natamani kufahamu jina lako na umetokea wapi? Kwa jina langu naitwa Theopista Godfrey Makengo. Nimetokea Ukonga, Mombasa, KM. Okay, unafanya nani umesema? Jenny? Naitwa Theopista Godfrey Makengo. Theopista. Nimefurahi sana kukuona. Karibu sana katika kipindi cha Grace na Asili Yangu. Naamini kwamba mguu wako paka kufika hapa, yani una kitu ambacho natamani mtazamaji wa kipindi hichi apate kukisikia kutoka kwako, si ndio? Ni kweli. Ya kwanza ni nini hasa ambacho kimekufanya uweze kutembelea leo katika ofisi za Grace? Kilichonifanya nitembelee katika ofisi ya Grace ni bidhaa za Grace Product. Zimefanyaje mwenzangu? Umezijuaje kwanza? Tunaangalia kwenye TV. Okay. Unapopata matatizo, lazima kuna baadhi ya vitu unakuwa unajifunza. Lakini nilipoangalia katika TV, kiukweli nikasema ngoja na mimi nikajaribu, kwa sababu mwanangu alipata shida sana. Mwanao? Mtoto wangu wa umri gani? Sasa hivi uko darasa la 7 na miaka 13. Okay. Alipatwa na matatizo gani? Kwanza ni historia ndefu. Hiyo. Maana hiyo shida ilimwanza mwaka jana. Lakini sasa unavyojua watoto wa kike nao wanakuwa kidogo wana usiri. Sasa siku hiyo tukawa tumeenda kumpima hospitali. Katika kumpima ndio yule daktari kaniita, kaniambia njoo mama. Nikaenda. Sasa katika kumwona mtoto ukasema mtoto amenyamaza. Sasa sijui ni uoga katika kuongea kwa wazazi. Nafikiri watoto wengi wa kike wanakuaga wanaogopa sana kutueleza wazazi. Inawezekana pia wakati mwingine unakuta na sisi wazazi tunakuwa sio marafiki sana wa watoto, tunatumia sana ukali sasa kiasi ambacho nakuta mtoto anaweza kuwa na tatizo sehemu huko fulani, kwa sababu ukiangalia matukio yamekuwa mengi sasa hivi. Mtoto huyu sijui kafanywaje, mtoto sijui kafanyaje, kimepitia huko. Hiyo mtoto anaona hapa nikimwambia mama naweza ikaleta shida. Ni kweli. Basi ndio daktari akanielezea basi kabisa nianze kutumia dawa za hospitali, lakini ikawa haijasaidia kitu. Tukake sasa akawa anatoka mpaka na huku usoni rashes. Yaani akawa miaka 13 hiyo. Sasa tukatumia dawa sana kabla miezi mingi, kuanzia mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 9 bado mtoto ana hiyo shida. Yaani unamaanisha fungus? Fungus. Unajua nini mbona nimesemaje, shuhuda inajenga. Shuhuda inaponya, shuhuda inafungua, na wanasemaga siku zote mficha uchi azai, si ndio? Au mficha nini sijui moshi unafanya nini, unamuomba. Kwa sababu unavyoongea hivi inamkini kuna watoto wengine wanapitia changamoto hizo, lakini anaposikia shuhuda yako anaona kwa hiyo anapoponya mtoto wako kamponya na mtoto wa mwenzio, unajua kinakuwa kitu kizuri sana. Kwa alikuwa anasumbuliwa na fungus kwa muda mrefu. Ambayo yeye mwenyewe alifanya kama siri. Anawashwa au anatoka maji au nini. Maana hilo ni tatizo mimi nakutana na hizo changamoto nyingi sana, kwa tena umri wa miaka 13. Watoto wengi sana kutana na changamoto hizo. Sasa alifanya kama siri. Sasa kumbe vile siri mtoto anazidi kutafunika. Mpaka daktari mimi mwenyewe nikashangaa ya kuona ile tukio. Sisi wa mama mara nyingi tunahisi labda vitu vingine, kumbe ni maandalizi labda katika usafi wa mwili, labda chupi nini na mambo mengine. Lakini ilileta shida sasa katika kutibika sasa. Oh my God. Sasa baada kuna mama mmoja alikuwa anaelezea shuhuda yake katika Grace kwenye TV. Nikasema hapana, ngoja na mimi nichukue hatua niende, kwa sababu siku moja nilishawahi kupita maeneo hapa, nikasema mbona pale sio mbali, na ngoja niende kuchukua hatua ya kuweza kufika mahali hapa. Nikamkuta dada hapo.
Nikamuelezea ile shida, akaniambia bwana, chukua sabuni, chukua na mafuta haya ya avocado. Alinipa mafuta mengi. Alinipa hii sabuni ya aloe vera. Ya aloe vera hizo azoa. Akasema hii atakuwa anaogea. Akanipa na haya mafuta ya avocado. Grace avocado ya. Kwa sababu nilikuja naye yeye mwenyewe pia kale katoto nilikuja nako. Basi akasema bwana, hii itawezekana. Akasema yani haitachukua muda. Basi kweli nikaenda nikatumia nyumbani. Unatumiaje? Hii sabuni anaogea. Alafu akishamaliza kuoga anachukua haya mafuta ndio akawa anapaka, ndio jinsi alivyokuwa anatumia yeye. Anachukua sabuni ya zoazoa, anaoga asubuhi, akienda shule anaoga, na baada akisharudi shule ile jioni akirudi namwambia naomba uoge, anaoga, afu anachukua na haya mafuta akawa anapaka. Kwa hiyo ilifikia wiki ya kwanza, unajua kila kitu ni imani. Kitia imani, unajua kuna mwingine akiona tu hichi kitu tayari kashapata imani kuwa hichi kitamsaidia. Kwa hiyo yani alipotumia tu ile wiki ya kwanza, wiki ya pili mtoto anasema mama, nataka ukanichukulie kabla haijaisha. Ilikuwa bado tu haijaisha, yani ile wiki ya kwanza, wiki ya pili mtoto akawa na ngozi usoni na kidogo ikawa inaanza kubadilika. Basi mimi nikaingiwa na imani. Ikabidi nikarudi tena kabla ilikuwa haijaisha. Nikamwambia naomba unipe tena yale mafuta. Akanipa haya mafuta, akanipa na hii sabuni, nikachukua tena na hii, nikaongeza, nikasema mimi nataka na hii. Maana yake nina watoto wengine pale nyumbani, yani wakatumie tu kwa sababu nimependa. Nikachukua pamoja na hii, nikamwambia watoto, akanipa hii hapa, nikabeba. Kwa hiyo katika nyumbani wanangu wakawa wanatumia. Kwa hiyo nikashukuru Mungu, mwanangu akapona kabisa. Baada ya muda gani Shosti? Baada ya kuugua muda gani? Alichukua muda kiukweli, kuanzia mwezi wa 4 mwaka jana. Hebu fikiria mwezi wa 4. Tumia kila aina ya dawa. Sindano. Weka vidonge huko mpaka nafikiri mkaribu na nani yake. Yani kila kitu ni imani. Nakuelewa. Kwa hiyo yani ni ujue kila kitu ni imani. Imani pasipo matendo imekufa. Kiukweli mpaka shuleni mwalimu wake siku hiyo akamwambia Salome, kwani sasa hivi unatumia nini? Akamwambia mama yangu amenunulia mafuta ya Grace ndio unatumia. Akasema umependeza sasa hivi, ngozi yako imeanza kurudi usoni. Unajua ukiumwa na ngozi na of course unakuwa stress nyingi. Na stress pia unajua zinaleta chunusi kwa hiyo sasa mpaka na mwalimu wake anamwambia umebadilika sasa hivi. Ni kweli amebadilika. Hata nyumbani pia wakimuona wanamuona amebadilika. Kwa hiyo ikawa sasa ndio mafuta mpaka sasa hivi ndio mafuta yake mwanangu ndo anatumia hii hapa. Kwa hiyo nataka kuniambia Theopista, toka mwaka jana mwezi wa 4 mtoto wako alijaribu kila aina ya dawa bila mafanikio. Ni nyingi. Kwa hiyo yeye alichofanya wakati huo anatumia haya mafuta, alikuwa anapaka haya mafuta, anakunywa na hizo dawa, au dawa aliachana nazo akawa anatumia tu ya mafuta. Naomba tu tufungue kwa sababu niwe mkweli, mimi kama mimi nina kesi nyingi sana za aina hiyo. Hata kuna mama mmoja naye alikuwa na tatizo kubwa kama hilo. Alisumbuka muda mrefu, alikuwa UTI pia imechanganyika na fungus. Hangaika huko na huko. Gaika huko na kila dawa mpaka alifika mahali akakata tamaa, akajua mimi tayari haya ndio maisha, na anakuambia zinawasha hatari. Sasa wewe ni mtu mzima, sasa mtoto anawashwa lakini amenyamaza kimya. Fikia ni watoto wangapi wa namna hiyo wana matatizo na hawasemi kwa wazazi wao. Sasa alivyotumia haya anakuambia sasa yeye uko unatoka mpaka uchafu kama unatoa harufu. Ndio. Akapona bila dawa yoyote. Alikuja naye akashuhudia tena bila kuogopa, akajiongelea mimi. Unajua wakati mwingine hivi vitu kila kitu ni vitu ni vya asili. Unaelewa? Afu vimetengenezwa kwa nani, kwa viambato asili. Mimi huwa najiuliza siku zote kwamba mimi nafikiri kama hii ndio huduma yangu ambayo Mungu amenipa, kwa sababu mimi sikuwahi kuwaza hata siku moja ni kwamba labda inaweza ikafanya hivi, ikafanya vile, ikafanya hivi, ikatibu vitu fulani. Lakini nimekuta kwamba imekuwa msaada mkubwa sana, hasa kwa wakina mama. Na kuna mama mmoja pia aliwahi kushuhudia, naye aliteseka hivyo kwa muda mrefu sana, ikafika mahali naye akawa hawezi kupata mtoto. Lakini akasema tu no, mimi niache nitumie haya mafuta. Naye akatumia, anasema kutoka uchafu yani kama wa kijani
Hakaja akapata mtoto. Yaani nina shuhuda za kutosha. Sema tu watu wengi wamekuwa sio watu wa kupenda kutoa shuhuda. Lakini mimi wanasemaga siku zote shuhuda inajenga. Sasa ukiona wewe kitu fulani kimekusaidia, alafu ukanyamaza usitake na wenzio nao wapone au wafaidike kupitia wewe. Hiyo mimi naiita kwangu ni roho mbaya. Tena roho mbaya kweli kweli, kwa sababu hata mimi mwenyewe leo nisingejifunua hivi. Wewe ungeweza kuja kupata hizi bidhaa. Mtoto wako leo angeweza kusaidika. Mimi mwenyewe pia kanivutia sasa kuona mwanangu amepona na mimi ngaza bado nataka nibaki hapo hapo kwa kwanza, bado nipo hapo kabla sijaingia kwako wewe. Mimi binafsi nimefurahi na nimefarijika kwa sababu hapa nilipo pia na kesi nyingine, kuna watoto fulani nimepigiwa simu kwamba ana shida hiyo. Sasa nataka kujua, je, wakati huo anasema kwamba anapata shida hiyo ya fungus, ili nione na huyo mtoto kama hilo tatizo analopitia kama alikuwa anapitia sawa na la kwako. Yeye anakuambia hata akikaa hivi anashangaa tu ameloa. Umenielewa? Na wakati mwingine anatoka kama uchafu fulani hivi, lakini anasema anawashwa, anasema sina raha mama, sina amani, sina furaha, hali ni mbaya. Wakati mwingine nikikaa darasani nainuka sijiamini, labda naweza kujikuta nimeloa, watu wananiona. Je, mtoto wako yeye alikuwa anapitia katika changamoto ipi hapo, ili tuweze kumsaidia na mwingine? Mimi mwanangu kweli amepita changamoto, si ndio? Kama unavyosema kila mtu ana changamoto yake, kwa sababu yani yeye alikuwa katika nani gani ile hospitali kule wanampa paka zile dawa za kutumbukiza. Sasa nikawa naogopa, nikasema huyu mtoto ni mdogo. Sasa hivi nani tena vianze tena kuna nini? Nikaombea Mungu, hapana. Hii kama uwezekano wa kupona kwa sasa hivi kwa kutumia hichi hapa, mimi hichi hapa hapana, sitaweza kumtumbukiza mtoto. Sawa. Kiukweli mimi sijui, kwa sababu labda alitumia huko dawa nyingi za kunywa, lakini mimi nilitumia mafuta. Yani kama mwenyewe tu angekuepo leo pia angejieleza. Yani ni hii sabuni alikuwa anaogea, anapaka, anaoga. Haya mafuta alikuwa anapaka, kiukweli nisiseme uongo, alikuwa anapaka mpaka huko zake za fungus. Maana yake alikuwa ni mwekundu. Hizi sehemu. Yani kimasimamo, yani sijui, kwa sababu tu mwenyewe yuko angekopa, nafikiri na yeye pia angeongea. Mama unapoongea yeye angeweza hata kulia, alafu yeye asingejisikia pia vizuri. Yeye mwenyewe baada ya kutumia tu ile wiki ya kwanza, ile wiki ya pili, mwenyewe pia aliingiwa na imani. Akaniambia, mama, kabla hayajaisha naomba ukanichukulie mengine. Kwa hiyo maana na mtoto mwenyewe pia alishapata nini? Imani ya kupona. Kila kitu ni nini? Ni imani. Kwa hiyo yeye ndo alikuwa anatumia hii, anaogea. Hii avocado ndo alikuwa anatumia mpaka huku. Alikuwa hamezi dawa, alikuwa hamezi kitu chochote. Ni imani, lakini alikuwa anatumia kwa imani. Kwa hiyo yeye alivyoanza kutumia mafuta akawa atumii dawa. Yaani mimi nataka kusema ni tulitumia sana hospitali. Tulitumia mpaka hizo za kutaka kuweka huko. Na kuelewa vizuri sana. Yaani mimi ninachokitaka kwako ni kitu kimoja, kwamba nataka kujua, kwa sababu nimekwambia nina kesi nyingi za namna hiyo. Sasa nataka kujua kwamba yeye yani alikuwa labda alikuwa inamnyima la maji, alikuwa anatoka, au yeye alikuwa anawashwa tu, lakini atoki uchafu, afanye chochote, ila ni kuwashwa tu, ili nione na hao wengine na wasaidiaji. Yeye alikuwa anawashwa tu, lakini hakuwa anaona maji nini chochote zaidi ya kuwashwa tu, mpaka kuchafuka kwenye nguo ya ndani. Yeye alikuwa hachafuki nguo. Sawa. Hachafuki nguo, ila alikuwa anawashwa. Ndio akasema huku kuwashwa kutokana na nguo za ndani hafui vizuri, hazikauki vizuri, hafui vizuri, kwa sababu kuna wakati anaweza akaingia bafuni akachukua chupi akafua akamaliza akaivaa, huyo akaondoka zake. Kwa sasa hayuko boarding, lakini yuko nyumbani. Yuko nyumbani. So unajua tena na tukiwa na mabinti nao hawezi naye akaenda bafuni akaanza kumwangalia mtoto kama kafua akafanyaje. Mtazamaji wa kipindi cha Grace na Asili Yangu, nafikiri unamfuatilia vizuri sana dada yetu hapa Theopista. Theopista Godfrey. Theopista anasema amezungumzia kwa sala la mtoto wake
kusumbuliwa na swala la fungus, na ni mtoto wa miaka hii 13. Mimi nina kesi nyingi sana na watoto ambao kesi zao ambazo ninazo ni umri huo kama wa mtoto wako, lakini yeye anasema kwamba ametumia dawa toka mwezi wa 4 mwaka jana, lakini hakuna mafanikio yoyote. Ndio kwanza mtoto mpaka akaharibika akawa mwekundu, kwa sababu unajua ukijikuna sana pia unatengeneza tia matatizo mengine. Mpaka mama akawa anapewa dawa za kuweka huko, akawa anaona no, huyu mtoto wangu bado ni mdogo, nisije nikaharibu yale mambo yake. Nafikiri unanielewa ninavyoongea hivyo. Lakini baada ya kutizama vipindi vya Grace na Asili Yangu akasema no, hebu mimi nikatumie mafuta, na mafuta yenyewe anasema ametumia haya hapa. Sio mimi ninayeongea, ni yeye anaongea, na wapo mashuhuda wengine ambao wanaongea. Hata mimi alikadhalika nilishajizungumzia wakati ule natumia sana viambato sumu. Viambato sumu navyo vinaletelezea sana kuleta fungus, kwa sababu vinaondoa wale wadudu salama, vinaleta wadudu wale waharibifu. Kwa hiyo unajikuta muda wote unaosha hospitali, unatumia kila aina ya dawa, lakini kila unavyotumia kila aina ya dawa unajikuta wewe bado unatumia viambato sumu. Na ndio hiyo medicated soap pia sio sabuni nzuri za kutumia kama hujapewa utaratibu na daktari. Sasa mama huyu mwisho wa siku alivyotumia hivi, anasema mtoto wake akawa ananawia hii sabuni, akawa anapaka haya mafuta ndani ya wiki 2. Umesema ndani ya wiki 2 mtoto amepona, yuko vizuri kabisa kabisa kabisa. Lakini nitake kurudia tena kusema kwamba huwa siku zote nawaambiaga sabuni ya kufulia ni sabuni ya kufulia, na niliongea na dokta nafikiri vipindi 3 vya nyuma ambavyo vilipita. Sabuni ya kuogea ni sabuni ya kuogea. Kwanza kumbuka, sabuni ya kufulia kuna malighafi ambayo tunaiweka au kemikali ni kali ambayo inawekwa kwa sababu ya kuhakikisha ile nguo ukiifua inatoa uchafu na inatakatisha. Sasa wewe unachukua ile sabuni unaenda kuogea, na ndio haya tunapenda sana kuwapa watoto sabuni za kufulia. Unamuogeshia mtoto wako, madhara yake unayaona ni makubwa kuliko unavyojua. Na ndio maana daktari akasema tunapomwogesha mtoto hakikisha yule mtoto usimkalishe kwenye maji, msimamishe, ili yale maji ambayo yanakuwa na sabuni yasimuingie mtoto sehemu zake. Matokeo yake tunaumiza watoto wetu. Sabuni ya kuogea iwe ya kuogea, kwa sababu sabuni ya kuogea haina viambato vikali ambavyo tunaweka, na tunaweka mafuta. Sasa mafuta unayoweka alafu sabuni kama hiyo ukafulie chupi ya ndani, ndugu yangu, unategemea nini? Hiyo chupi haiwezi kung'aa, haiwezi kutakata. Matokeo yake inatengeneza vitu vigumu. Vitu vigumu ndio hivyo, mtoto anakuwa na fungus. Unashangaa mtoto mdogo ana fungus, katoa wapi? Unaanza kuwaza mtoto wangu labda kabako, au mtoto wangu sasa hivi tayari ameshaanza mambo fulani makubwa. Hapana, kwa sababu hatutumii vitu sahihi wakati sahihi. Usifulie nguo ya ndani, uwe wewe baba, uwe wewe mama, wewe mtoto, fulia sabuni ya kufulia. Sabuni ya kuogea na kuombe kabisa ibaki tu kuwa sabuni ya kuogea. Na siku zote tulikuwa tunaambiwa hospitalini, ndio wewe sasa hivi nakuona hapa mweneja nesi hapo anasemaga haya mtoto, ili mtoto asiharibike muogeshe sabuni ya kipande ambayo haina harufu, sijui kimepanda kimeshuka. Usifanye hicho. Mimi nakwambia kabisa muogeshe na mbuni. Hapana, usifanye kitu kama hicho. Muogeshe mtoto wako sabuni ya kuogea, na sabuni nzuri. Sabuni hizi hapa ambazo zimetengenezwa na kampuni ya Grace Pro. Tumebakisha dakika 3 tu, naomba la kwako. Wewe ulikuwa unasemaje? Umesema na wewe pia umetumia? Mimi kama mama, na mimi nilitoka Russia, kiukweli zilikuwa hazinipendezi sana. Na unajua tunapokuwa mabinti, na tunapofika makamo fulani, tunatamani tuwe tuna ngozi fulani, tunatakiwa tuwe tuna muonekano. Lakini sasa unajikuta kile unachokichukua wewe kukutumia, baada ambayo unasema labda kikutengeneze mwili, unakuta sasa kinakuharibia mwili. Kwa unajikuta maana umepata huku, yani kimasomo mimi niliharibikaga hii sura. Kuna baadhi hata waimbaji wenzangu ni mashuhuda pia, waliokuwa wananiona walikuwa ni mashuhuda. Lakini nilipomuona mwanangu kupona, nikasema hata sadangu na mimi utakuwa pale pale. Kwa hiyo na mimi nikaja nikamwambia, bwana naomba uniangalie usoni. Mimi hapa nitumie nini? Akanambia, bwana tumia hii hapa.
rusheni, na garlic and honey na mafuta yako ya asili, na haya mafuta ya asili ukayachakachulia mkononi ukapaka. Nilianzia hapa nilianzia hapa. Nikasema kama mwanangu vile yalimsaidia akapona, na mimi hizi rasha, yani haya mabaka yote haya naamini atatoka. Ndio maana anaposema kila kitu ni nini? Ni imani. Kiukweli nikachukua haya mafuta. Nilipofika nyumbani nikachanganya haya mafuta haya pamoja na haya asili, nikachukua lotion yangu, nikachukua na mafuta yangu, nikachanganya, kapaka. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu. Tukawa mlembo hivyo ninavyokuona, hadi raha. Sio hadi raha. Yaani kwanza kuna hata nikienda na waimbaji wenzangu sasa hivi wananishangaa, wananiambia Teopista, unapendeza. Unatumia nini? Naambia mimi natumia mafuta ya Grace. Akaniambia kweli, yani sasa hivi unapendeza. Hata na mimi mwenyewe pia nikijiona unajua unapendeza. Nini ushauri wako? Ushauri wangu tuachane na viambatana sumu. Tumia mafuta ya Grace, ni mafuta ya asili ambayo yanaweza kukutengeneza ngozi yako ikawa nyororo. Yani kimasimamo ni mafuta mazuri sana. Kama mnavyoniona Teopista, kiukweli namshukuru Mungu niko vizuri sana. Sasa hivi ninapendeza, hata na waimbaji pia wananishangaza. Na mimi ninawashangaza. Lakini asili yangu kubwa ni rusheni pamoja na ya mafuta ya mwili ya asili. Ndio maana mnaniona Teopista ninapendeza, ninang'ara. Asante sana Teopista, nikushukuru sana. Shuhuda yako ni nzuri, shuhuda inajenga. Naamini mtazamaji wa kipindi cha Grace na Asili Yangu amefurahia sana, na wale ambao wana tatizo la watoto wao wamesumbuka kwa muda mrefu, tumeambiwa hapa jamani, hivi vitu vinasaidia na vinasaidia sana sana. Ulikuwa nami Dr. Elizabeth Kilili, ni mkurugenzi na pia haya mafuta mimi pia nimetumia kwa ajili ya ngozi ya kichwani. Kiukweli na mimi pia amenisaidia sana. Nilikuwa sina nywele nzuri, lakini unajua mafuta ninayapenda sana. Amen. Kwa hiyo hata na ngozi yangu yani kimasimamo niko vizuri kutokana na vitu vya Grace product nimetumia sana. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Mungu ambariki, aendelee kuvitengeneza, tuendelee kupendeza. Mungu akubariki. Amen. Ciao.